Mungu sana kwa kuwa ametembea nami kuanzia mwaka mzima mpaka sasa hivi tumefika salama kabisa. Lakini jambo moja ambalo naweza nikawaomba na kuwasihi vijana wenzangu ni kuendelea kumshikilia huyu Mwokozi wetu Yesu Kristo. Tunajua tuna mambo mengi sana ambayo tunatamani tuweze kuyaachieve. Katika kile kitabu cha Isaya mwandishi anasema kwamba ni mshauri wa ajabu. Kwa hiyo tunafahamu chochote ambacho kama kijana tunatamani kuachieve, lazima tuwe na mshauri, mtu ambaye atatuweza kushauri, na huyo mshauri ni Yesu Kristo. Kwa hiyo chukua hatua ya kuendelea kuamua kutembea na huyu, naye atakushauri na kukuongoza katika njia zako zote na mapito yako yote. Jambo ambalo ningependa kuambia vijana wenzangu kuhusu kumfuata Kristo ni kwamba kama kijana, Yesu anakuhitaji jinsi kama ulivyo. Kumfuata Kristo haimaanishi kwamba wewe ni mkamilifu, bali Yesu aliyekufa kwa ajili yako, aliyezaliwa kwa ajili yako kama siku ya leo, amekuja kwa ajili yako. Yeye ndo ambaye anaweza kukusaidia kupitia maisha yake, kupitia Roho Mtakatifu. Kwa hiyo vijana, tusiogope kumfuata Kristo. Najua tutakosea, tutaanguka, lakini tunaweza kuinuka tena kwa sababu Yesu amekuja kwa ajili yetu. Amen. Neno moja ambalo naweza kuwashirikisha kwa mtu ambaye alikata tamaa hasa katika sasa hivi ni kwamba amrudie Yesu kama Mwokozi wake ili aweze kupata kusaidiwa na nguvu za Mungu ili aweze kuendelea. Simenielewa? Yeah. Kwa mwaka huu toka Januari hadi kufika sasa, si kwa uweza wangu wala kwa uweza wetu, bali kwa neema ya Mungu. Mungu ametutendea mengi, ametupa uzima, ametupa afya. Ni wengi walitamani kufika siku ya leo, lakini hawakuweza kufika. Kwa kweli namshukuru Mungu sana, mimi na familia yangu tu wazima na tunaendelea vizuri mpaka kutufikisha siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe mtumishi. Amen. Unapenda nini kuhusiana na sherehe za Christmas? Familia kwa pamoja na kusherehekea siku ya kuzaliwa kwa Yesu. Amina.